nguvu ya maombi katika kubadili au kubatilisha majira ya adui. Siku ya jana, ukifuatilia video ya siku ya jana, ilikuwa imebeba siku mbili, yaani jana Alhamisi na Jumatano. Nilichoongea Jumatano na Alhamisi kipo katika siku ya jana, siku ya Alhamisi, na kipo kwenye mtandao. Unaweza kwenda kwenye akaunti yetu ya Kingolwila, utaikuta pale. Kwa hiyo sitakuwa na muda wa kurudia. Katika Matendo ya Mitume mlango wa 17 mstari wa 26 na 28, 26 mpaka 28, anasema hivi. Matendo ya Mitume 17, 26 mpaka 28. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wetu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Bwana asifiwe. Na jana tukaanza kile kipengele kinachosema kwa nini tutumie njia ya maombi kubatilisha au kuyabadilisha majira ya adui. Kwa nini tutumie njia ya maombi na si vinginevyo? Jana nikaanza na jambo hili la kwanza au sababu mojawapo, nikakwambia kwa kuwa tunapaswa kuishi ndani ya nyakati na mipaka tuliowekewa na Mungu. Tunapaswa kuishi ndani ya nyakati na mipaka tuliowekewa na Mungu. Kwa hiyo kila mtu aliyeumbwa na Mungu kuna nyakati ambazo Mungu amewekea. Tunaishi kwa wakati au nyakati ambazo Mungu ametupatia, lakini na mipaka ambayo Mungu ametupatia. Tusipokuwa tunaomba, Ibilisi anaweza kaleta nyakati zake, wakati wake, mipaka yake. Naelewa kabisa. Kama hatuombei, Ibilisi anaweza akakuletea nyakati zake, anaweza akakuletea mipaka yake. Kuna saa adui anasema huyu atafanya biashara lakini hatavuka, huyu atakuwa na wakati wa shida tu, wa dhiki tu, wa mateso tu, mwanzo mwisho. Tukiomba tunamshirikisha Mungu ili kubatilisha majira ya adui, nyakati za adui, mipaka ya adui. Bwana niwaambie kitu. Niliwahi kukaa usharika moja, nilipomwangalia kijana mmoja akihubiri. Ukimwona akihubiri unaona kabisa huyu ni mhubiri mmoja mkubwa sana, ni mhubiri mkubwa. Yaani akihubiri unaona huyu ni mhubiri mkubwa, lakini mbona hajulikani? Mbona anaishia kuhubiri tu hapa? Lakini ukimwona unasema huyu ni mtu mkubwa. Siku moja
nikaanza kukaa na nilichokuwa nasikia ndani yangu ni kumsaidia angalau mipaka ya huduma yake, ajulikane mipaka ya huduma yake, mipaka ya huduma yake. Kama mtakumbuka siku moja niliwahi kuleta hapa kwenye kongamano la maombi, nisimtaje jina tena maana tuko kwenye mtandao, lakini hii mtaelewa. Alikuja hapa kwenye kongamano la maombi kijana, akahubiri hivi tunavyozungumza, ratiba zake zimejaa, na kule ambapo nilisema natamani kuona akifika, nimeanza kuona akiwa alifika. Bwana asifiwe. Sometimes tunachowazuia watu ni adui anataka mipaka. Huyu sio mwimbaji wa kawaida, sio mwimbaji wa kuishia kuimba kwenye fellowship. Huyu sio mwimbaji wa kuishia kuimba usharika wa kidogoina. Hapana, huduma yake ni kubwa, lakini kama hatutaingia kwenye maombi kuomba, adui anaweza kumzuia kutoka na mwenyewe wala shangae. Mungu asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la pili, siku ya leo tunatumia maombi ili kubadilisha njia ya adui au kuyabadilisha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anahusika moja kwa moja na maisha yetu. Kwa kama Mungu anahusika moja kwa moja na maisha yetu, ni lazima tumshirikishe Mungu kwa habari ya maisha yetu. Naelewa kanisa? Tunatumia maombi. Yesu alisema, maana ninyi bila mimi hamwezi kufanya neno lolote. Yesu alituambia sisi wanadamu bila yeye Yesu hatuwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo lazima tumshirikishe katika kila jambo ili yeye atuwezeshe katika kila eneo. Ndio maana katika Matendo ya Mitume tuliosoma ule mstari wa 28 anasema ndani ya Mungu tunaishi, tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu ndani yake. Maana yake ndani ya ratiba za Mungu, ndani ya majira aliyotokea Mungu, ndani ya mipaka tuliyopewa Mungu, humo tunaishi, tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu. Kwa hiyo maombi ni ya muhimu sana ili tuweze kuendelea kukaa ndani ya Mungu, kwenda ndani yake, kuishi ndani yake, kuwa na uhai wetu ndani yake. Maombi ni ya muhimu sana. Bwana asifiwe. Tusogee jambo la tatu tutahitimisha nao siku ya leo. Jambo la tatu, kwa nini tutumie njia ya maombi kuyabadilisha majira ya adui? Kwa nini? Jambo la tatu, kwa sababu ya tatu, na hapo utaelewa vizuri sana siku ya leo. Kwa sababu, andika, kwa sababu shetani anaweza kuzuia au kufunga mlango. Tunatumia njia ya maombi kubadilisha majira ya adui, kwa sababu shetani anaweza kuzuia au kufunga mlango. Tunaenda pamoja kabisa. Fungua pamoja nami Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 18. Kumbuka tuko kwenye pointi au sababu ya tatu. Kwa sababu shetani anaweza kuzuia au kufunga mlango. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 18. Tumefika wote? Asante. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 18. Paulo anaongea na kanisa la Wathesalonike, anawaambia Wathesalonike, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu
shetani akatuzuia. Paulo analiambia kanisa la Thesalonike kwamba nimeandika, nakumbuka sio kama Benda ameandika barua huyu ndio waraka wa mtume Paulo wa Thesalonike, na ukiangalia kwenye nyaraka anamtaja yeye Paulo, anamtaja Sila, anamtaja Timotheo, anawaambia nilitaka kuja kwenu Thesalonike, msione kwamba kwa nini sijatokea fizika, kwa nini sikuja kabisa mkaliona kwa watu wanaonyama, mpaka anaandika barua kwa sababu mwenzenu nilitaka kuja kwenu mara ya kwanza, shetani akanizuia, mara ya pili shetani akanizuia. Na angalia mbele kwa anajaribu kuambia Timotheo atakuja kwenu, naomba atakapokuja mumpokee Timotheo, maana ndio kuna watu wenye dharau. Kwa hiyo njia moja ya shetani anaotumia kuzuia ni kuweka dharau kwa watu. Hakafu unaweza kukuta ndani yako umewekewa kumdharau mwimbaji fulani, ndani yako umewekewa kumdharau mhubiri fulani, ni njia ya shetani. Naelewa kanisa, naelewa kanisa. Yawezekana kuna mwimbaji mdogo kabisa ambaye huyo amebeba neema ya Mungu kwa ajili yako, wewe unamdharau. Yawezekana ni mhubiri mdogo kabisa, hana jina, ndio mara ya kwanza unakutana naye, anaweza kama amebeba kitu cha Mungu kwa ajili yako, lakini shetani akitaka kile kitu kisikufikie anakuwekea dharau. Tutakuwa na semina ya neno la Mungu, na mwalimu nani, mhubiri nani. Wakitaja mwalimu au mhubiri ambaye wewe huelewi usitoe nafasi yake, lakini sasa hivi Mungu amebebesha kitu kikubwa kwa ajili yako, unasema sielewi. Akiwa anahubiri, akiwa anafundisha watu watatu, wanasema angekuwepo fulani, mbona ile neno la kwake angeponea hapa. Dharau. Paulo anaambia shetani alimzuia mara ya kwanza na mara ya pili. Anasema Paulo, najua ningekuja mimi mwenyewe, mimi nalifahamu Paulo ni mkubwa, ningekaa na mimi, lakini jamani, Timotheo atakuja, msimdharau, mpokeeni. Timotheo ni kama mimi. Shetani anaweza kuzuia, anaweza kufunga mlango. Ndio kuongezea andiko hili. Wakorintho wa kwanza mlango wa 16 mstari 1 hadi 9. Ndio kafungua Biblia pamoja na Wakorintho wa kwanza mlango wa 16 mstari 1 hadi 9. Wengine mmefika au mlango siupo? Wakorintho wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 9. Angalia, Paulo anasema na kanisa la Korintho, anasema na Wakorintho, anawaambia katika Wakorintho wa kwanza 16:9, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanapita. Sikiliza vizuri. Paulo anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanapita. Kwa hiyo njia moja shetani anayotumia kuzuia au kufunga mlango, anatumia watu wenyewe, Yaani mtu anaweza kainuka mahali nilipompinga, na anapinga mpaka kwenye jambo jema, anapinga mpaka mashallah, hili ndio anapinga. Yeye anasema jamani, inabidi tusimame tumwombee mwenzetu anapita kwenye matatizo.
Kuna milango inafunguliwa, shetani anaingia hapo kipindi. Hapo tuwe na mkesha wa maombi, tuombe kanisa letu. Unasikia mtu anasema, kwani maombi lazima tukeshe? Si aseme tu, mimi sikeshi, wewe kubali na wewe unakesha, waache utakuwa kesha kwa. Tuwe na maombi hapa, tufunge kazi. Tuwe tunakaa kanisani, tunaomba. Sasa tuna mambo mengi, sawa, mambo mengi ya kweli, mambo mengi kali nyumbani. Watu wataka waombe. Ni shetani ndani ya mtu. Sikiliza tu. Kama sisi tunahubiri Yesu akiwa ndani yetu, kuna watu wanaweza kupinga injili. Shetani akawa ndani yao, wakaanza kupinga. Kwa hiyo maombi ni muhimu sana ili kufungua, ili kuondoa vikwazo, ili kuondoa wapingaji. Kinyume na hapo, Paulo anasema lango kubwa sana, ila wako wanafunga. Ndio maana maombi ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Ukigundua kuna watu wanakupinga, usipingane nao sana, usibishane nao sana, walete madhabahuni, taja majina yao kwa Bwana. Mwambie Yesu, wanipinga hapa. Ikiwezekana taja na majina yao, usitaki wasikia. Wewe sema katika jina la Yesu Bwana, hao wanaonipinga wasiendelee kupinga na taja afanye jirani wa dini. Mlete madhabahuni, sogeleni kitabu. Sijakwambia watu wapinga, ila mueleze Yesu, wao wanapinga. Kwa nini kila kitu chako wanapinga? Na tumehesabu hiki alipinga. Kwa nini wanapinga kwa Mungu? Kwa nini wanapinga vingine? Kwa nini cha Mungu tu wanapinga? Ni shetani ndani yao. Kwa unaweza kushughulika na shetani aliyeko ndani yao. Ukimwambia Ibilisi, huu mlango ni wa Mungu, wala si wa kwako. Na Biblia inasema tumepewa funguo za nyumba ya Daudi, funguo za ufalme. Unafungua kila mahali ambapo aliyoyafunga. Haleluya, haleluya. Leo nikuongezee sentensi. Kama Paulo amesema, nimefunguliwa mlango wa wengi walipitao. Nimetaka kuja mara ya kwanza na pili, shetani alizuia. Kama Paulo alizuiliwa na Ibilisi, kwa hiyo Ibilisi hakuwa anazuia Paulo, alikuwa anazuia kile ambacho Paulo amekipewa. Naelewa kabisa. Haleluya, haleluya. Sikiliza tu. Kama Ibilisi alishindana kumzuia Paulo asiende Thessalonike, alikuwa hadili na Paulo, alikuwa anahangaika na kile ambacho Paulo amekipewa. Automatically Paulo asikwenda kwa Thessalonike, alichokibeba Paulo akiwa afika Thessalonike. Na kwa sababu neno la Mungu halifungwi, Paulo akaandika barua kuamrisha Ibilisi amenizuia mimi, lakini barua hiyo mjue yale ambayo ningekuja kuyasema. Natanguliza barua. Naelewa kabisa. Sikiliza tena hapa. Shetani wakati anawazuia kina Paulo kwenda, alikuwa hawazuii wao, anazuia kile ambacho Paulo amekibeba. Paulo alikuwa anaenda kupiga stori za kawaida, shetani aliwaruhusu waende, lakini anajua amebeba neno la Mungu. Paulo akifika pale, kuna mabadiliko yanatokea, akawapinga. Naelewa kabisa. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kuzuiliwa kuja kwako, ni kwa sababu wanazuiliwa kile walichobeba, sio wao walichobeba. Kuna watu wakifika kwako, maisha yako yanabadilika, watasema na wewe wa Mungu, watakufuza kutoka kwa wewe kwenda kwa wewe. Kuna watu wakifika kwenye biashara yako, watakushauri kitu
Ibilisi anawazuia wasifike, wasione, wasijue. Na mimi ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, yeyote ambaye ameomba kitu cha Mungu kwa ajili yako afike kwa jina la Yesu. Tusogee mbele kidogo nihitimishe Wakolosai mlango wa 4 ili niandike letu la mwisho, alafu tutapata nafasi ya kuomba. Wakolosai mlango wa 4 mstari wa 3 na 4. Kolosai 4 mstari wa 3 na 4. Tumefika. Angalia anasema katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai mlango wa 4 mstari wa 3 na 4, anasema hivi: mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Sikiliza, Kolosai 4:3. Mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Atasogea mstari wa 4, ili nidhihirishe kama ilipasavyo kunena. Ili nidhihirishe kama ilipasavyo kunena. Paulo analiomba kanisa la Kolosai, analiambia kanisa mniombee kwa hatua iliyofika sasa. Mniombee Mungu alifungulie mlango kwa lile neno lake. Kumbuka tulipotoka, anawaambia mwafunike, na nitaka kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili, shetani akalizuia. Anazungumza na wengine, anasema nimepewa mlango mpana sana, lakini wako wengi walipita. Wakolosai anawaambia mniombee ili Mungu anifungulie mlango wa neno. Kwa hiyo maombi yanaweza kufungulia mtu mlango. Unaweza kumwombea mtu akafunguliwa mlango, upinzani ukaondolewa juu yake wa wale wampingao. Kwa hiyo kama maombi yanafungua mlango, maana yake anaweza kufungua mlango wa biashara ya mtu, mlango wa ndoa ya mtu. Maombi tunaomba. Kwa hiyo tukajiombea mwenyewe, lakini Paulo anasema unaweza kuwaombea wengine. Ndio maana anawaomba mniombee. Sikiliza tu. Kanisa la Kolosai lisipomwombea Paulo, alichokibeba Paulo hakitafika kwao. Naelewa kanisa? Kanisa lililo Kolosai lisipoomba kwa ajili ya Paulo, kile ambacho Paulo amekibeba hakitafika kwao. Kwa hiyo hasara sio kwa Paulo, hasara ni kwa Wakolosai, kwa sababu kile alichobeba Paulo atabaki nayo Paulo. Wao hawataviona, wao hawatavipokea. Naelewa kabisa, naelewa kabisa. Usikize tu, hujawahi kuona mtu alipofanikiwa mlango ukafungwa wa kusaidia ndugu zake, wa kusaidia hata watoto wake, wa kusaidia hata mke wake. Amefanikiwa, ana uwezo, lakini mlango umefungwa, hawezi kusaidia ndugu zake chochote, ila anaweza kusaidia watu wengine hata sipokuwa. Mlango wa nyumbani kwao umefungwa. Mtaishia kusema kaka yetu yuko kule, baba yetu yuko kule, tulikaa naye nyumba moja, ameenda amepata ajira, tukiwa naye ameondoka. Mlango wa kufanya kazi na wewe umefungwa. Unaweza kuanza kufanya naye biashara, ameanza naye mali, biashara inapokua, akianza kusambaza vitu vya jumla, mlango unafungwa.
kuchukua vitu kwake vya nyumba ili uzi unashinda. Muombe mlango ufunguliwe. Paulo anadai mniombe. Sikiliza, ukisikia mtu anasema mniombe, maana yake mniombe, muombe kwa ajili yake. Tazama jirani yako, mwambie tuombeane wapendwa. Pungie mkono na wale, mwambie tuombeane wapendwa. Mwambie niombe mlango ufunguliwe. Kuna mlango fulani yakifunguliwa, furaha itakuwa kubwa mpaka kushirika mzima wa kiroho. Nina ushahidi. Kuna mtu mlango ukifunguliwa, hata wewe utafurahi. Kuna mlango ukifunguliwa kwako, familia yako itafurahi. Kwa hiyo sana kuomba mlango ufunguliwe, na Ibilisi huwa anapambana fulani mlango usifunguke, anapambana fulani mlango usifunguliwe. Kama hamna nafasi ya kuendelea kuomba, Baba ndani ya jina la Yesu, naomba nifungulie mlango, nifungulie mlango, nifungulie mlango, nifungulie mlango. Anaendelea kuzidi. Naomba tusimame. Una dakika